Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi Siasa za Kanda. Hiki ni kipindi ambacho siku zote kinaangazia masuala ambayo yanajitokeza katika sehemu mbalimbali za dunia na hata maeneo haya ya Afrika. Wiki ambayo ilikuwa yenye majonzi makubwa. Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli alifariki tarehe 17. Watanzania wengi wamelia rais huyo na kusema kwamba alikuwa mtu ambaye alikuwa karibu na wananchi. Viongozi wa Afrika Mashariki vile vile wametoa salamu zao za rambirambi, na Magufuli atazikwa Ijumaa kwake uko Chato katika mkoa wa Geita. Kumekuwa na shughuli ya kuaga mwili wake jijini Dar es Salaam, mji mkuu wa Tanzania, na wananchi wamekuwa wakilia. Sasa Tanzania ina utawala mpya chini ya Rais Samia Suluhu. Je, itakuwa kwaje? Leo tutajadili swala hilo, na tuna wageni kujadili swala hili la utawala mpya wa Tanzania. Tunaye ndugu Nape Nnauye. Nape ni mbunge wa Lindi huko Tanzania, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali namna gani Nape? Salama kabisa, tunashukuru Mungu pamoja na majonzi tulionayo, lakini tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri. Naam, pole sana, tutakuja kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Tunaye vile vile Amin Mwidau. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa, msomi ambaye yuko Canada. Hali namna gani? Habari za Toronto? Toronto ziko njema Paul, tunashukuru sana. Na vile vile tunaye ndugu Rashid Chilumba. Huyu ni mwanahabari Mtanzania ambaye mara nyingi yuko Ujerumani, lakini pengine ni sadfa wakati huu yuko Tanzania. Hali namna gani Rashid? Ni huzuni tu kwa kweli bwana Nabiso, lakini tunashukuru tunaendelea vizuri kiafya, japo kuna majonzi makubwa kwenye taifa. Na asante sana. Rais ambaye ameanza hatamu sasa ni Samia Suluhu. Hebu tusikie taarifa ambayo Rajab Hassan aliandaa kabla tuanze mjadala. Saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki, katika ikulu ya jijini Dar es Salaam, Rais Samia Suluhu Hassan alikula kiapo cha kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 4 na nusu, akiwa rais wa 6 baada ya kifo cha rais wa 5 Daktari John Pombe Magufuli. Mwenyezi Mungu nisaidie. Uapisho uliongozwa na Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma, huku marais wastaafu Amani Karume, Jakaya Kikwete na Ali Hassan Mwinyi wakishuhudia historia ikiandikwa. Hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan inadhihirisha mwanamke huyu ashoka anavaa viatu vya mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli. Amenifundisha mengi, amenilea na kuniandaa vya kutosha. Naweza kusema bila chembe ya shaka kuwa tumepoteza kiongozi shupavu, madhubuti, mzalendo, mwenye maono, mpenda maendeleo, mwanamwema wa bara la Afrika na mwana mapinduzi wa kweli. Rose Ruben, mpiganiaji wa haki za wanawake na wasichana nchini hapa, anathibitisha kuwa hadhi ya mwanamke katika uongozi si ya kutiliwa shaka. Kutakuwa na matumaini makubwa hata kwa watoto wa kike ambao ni wadogo, kwa sababu sasa wataona kwamba kumbe inawezekana mwanamke kuwa rais. Pengine wengine walikuwa hawajawahi kusoma katiba ya kujua kwamba rais anaweza akawa mwanamke katika nchi yetu. Na hili sio suala la kwamba yeye ni mwanamke ndio maana amekuwepo pale, labda jambo linaweza likashindikana. Hakuna mahali ambako mwanamke alishawahi kushindwa, na ieleweke kabisa ya kwamba hata wanaume chanzo chao ni wanawake. Kwa hiyo wanawake ni viongozi ambao waliwapa madaraka watoto hao wa kiume. Kwa hiyo tusiwe na shaka kabisa, na TAMWA tunaamini ya kwamba Mama Suluhu anaweza kufanya kazi yake vizuri. Jamii kubwa ya Tanzania inatumaini la mabadiliko chanya katika nyanja zote muhimu za kijamii, siasa na uchumi. Binafsi natarajia mengi katika uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza kabisa kuona namna gani ambavyo atabadilisha mambo mbalimbali ambayo pengine kwa namna moja au nyingine hayakuwezekana kuwekwa sawa katika kipindi cha uongozi wa Rais John Pombe Magufuli. Nategemea pia Mama Samia Suluhu Hassan kujikita na kuwekeza nguvu zaidi katika utawala utakaozingatia usikivu, utakaozingatia usawa, lakini pia utakaojali maslahi mapana ya Tanzania.
Rais Samia Suluhu Hassan, msomi wa shahada ya uzamili mwenye umri wa miaka 61, ni mke na mama wa watoto 4, akiwa ni mzaliwa wa visiwani Zanzibar, na safari yake ya utawala inaanzia mwaka 1987 alipokuwa afisa wa mipango serikalini. Mama Samia Suluhu Hassan ndiye rais rasmi wa 6 wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utendaji wake ndio unaosubiriwa. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Naam, asante Rajab Hassan. Tunaanza na Nape Nnauye, manake yeye yuko Tanzania, vile vile ni mwanachama wa CCM, amekuwa na nafasi kubwa sana katika CCM. Bwana Nape, ningetaka kujua kwa maoni yako, hiki kifo kimewapata Tanzania katika hali gani, ama wamekichukuliaje? Kwa kweli ni jambo ambalo limetushtua, na hasa kwa sababu kifo chenyewe kimetokea ghafla. Na kimetokea ghafla wakati tu ndio tumemaliza uchaguzi, na Bwana Magufuli ndio alikuwa anakwenda awamu yake ya pili ya miaka 5. Kwa hiyo kulikuwa na matumaini makubwa sana. Na haya matumaini yalijengwa kwa sababu ya kazi nzuri aliyoifanya katika kipindi cha miaka 5 kutoka 2015 mpaka 2020. Sasa hiyo kazi aliyoifanya, kuna mambo mengi sana ameanzisha makubwa sana ambayo pengine kule nyuma yalishindikana, na unaweza ukayataja kwa haraka. Ujenzi wa mradi mkubwa wa kufua umeme ulishindikana kwa miaka, mradi na utaratibu wa kuhamishia makao makuu Dodoma ulishindikana kwa miaka, toka mwaka 73 ilikuwa imeshindikana. Shirika la ndege, ujenzi wa reli, utoaji wa elimu bure hapa. Lakini kuna jambo kubwa amelifanya kwa Watanzania, amebadilisha utamaduni wa Watanzania. Unajua, hapa ulianza kujengeka utamaduni wa watu kuishi hata wakati mwingine bila kufanya kazi sana. Kwa hiyo akaja na kauli mbiu yake ya hapa kazi tu, kwamba tufanye kazi. Hata sehemu zingine ambapo watu walitegemea misaada, akawaambia hakuna msaada, twendeni mkafanye kazi. Kwa hiyo haya aliyoyajenga kwa miaka 5 yalijenga matumaini makubwa sana kwamba tukimpa miaka mingine 5 atayafanya makubwa zaidi kuliko yale aliyoyafanya. Sasa katikati ya matumaini hayo, Rais Magufuli amefariki. Hili kwa kweli nadhani ni jambo ambalo limeshtua sana, kwa sababu sasa watu wameachwa barabarani, hawajui itatokea nini. Ndio tumefanya mpito mzuri, tumempata Mama Samia, lakini bado ile hofu iliyotupata baada ya kutangaziwa kwamba Rais Magufuli amefariki, kwa kweli kwa nchi nzima utaiona kwamba ilikuwa ni hofu kubwa sana. Na asante sana. Bwana Mwidau, wewe unasemaje? Umekuwa unafuatilia hizi taarifa za Tanzania na namna watu walivyochukulia, unasemaje? Mimi kwanza ningependa kuwapa pole ndugu zetu wa Tanzania, kwa sababu msiba huu ulikuwa ni msiba si wa Tanzania pekee, bali ni wa Afrika kwa jumla, kwa sababu ushawishi alioleta Rais Magufuli katika utawala ulikuwa ni ushawishi uliofurahikiwa na watu wengi sana katika East Africa, especially katika ufanyakazi wake wa kujaribu kuondoa rushwa katika nchi. Na kwa hakika Rais Magufuli alikuwa ni kiongozi ambaye kwa kimombo tunaweza tukamwita transformative leader, kiongozi ambaye kwamba mwenye kuleta mabadiliko. Na kama hivyo ndugu yangu Nape alivyoeleza, ni mambo mengi sana aliyofanya katika Tanzania kwa muda wa mchache sana. Miaka 5 si muda mkubwa sana. Kuna viongozi waliokaa Afrika miaka zaidi ya 20 leo hawajafanya hata robo ya yale ambayo amefanya ndugu Magufuli. Kwa hiyo kwa hakika lililotokea ni jambo la Mwenyezi Mungu na halina budi kutokea, lakini limeleta pengo kubwa sana katika masuala ya utawala, na pengine huenda ikawatikisa ndugu zetu Tanzania. Lakini matumaini ni kwamba misingi aliyoiweka yeye ya kiuchumi, ya kitawala na ya kimaono, ile vision yake aliyokuwa nayo, ikiwa Watanzania wataendelea nayo vile vile kama alivyokuwa nayo, basi nafikiri watakuwa bado katika hali nzuri. Naam, Chilumba, wewe ni mwanahabari, mchambuzi wa siasa. Unasemaje kuhusiana na hiki kifo
na maoni mbalimbali ya watu ambao wamekuwa wanatoa kuhusiana na kupotea ama kufariki kwa Rais Magufuli? Ni lazima niungane na wenzangu kusema kwamba kifo kwanza cha Rais Magufuli kama alivyoeleza Bwana Nape ni kifo cha ghafla. Kwa sababu ni kifo, hakuna mtu anayetarajia lini, lakini kinapotokea bila kuwa na uwezekano kwamba kingetokea, tunakiita kifo cha ghafla. Na kwa hakika kimekuja wakati taifa hili la Afrika Mashariki lilikuwa linahitaji bado uongozi wa mwanasiasa aina ya John Magufuli. Lakini vile vile lazima tukubali ukweli kuwa kifo chake pamoja na uongozi wake wa karibu miaka 6 umegawa maoni ya Watanzania. Wako Watanzania wanaodhani Rais Magufuli alikuwa ni kiongozi wa aina yake, mwana mageuzi, mwana mapinduzi aliyosubiriwa kwa muda mrefu, na kwa hakika walikuwa wanaridhika kwa zaidi ya 100% na kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Lakini liko kundi lingine, kutokana na sababu chungu nzima ambazo nao wanaweza kuzieleza, wanaona kwamba utawala wa miaka hiyo karibu 6 ya Rais Magufuli ulikuwa ni mbovu zaidi katika historia ya Tanzania. Kwa hiyo alikuwa ni kiongozi aliyegawa maoni karibu katika uzani unaofanana na kwa wale ambao ni kundi linalodhani alikuwa ni kiongozi mwanamageuzi, ukiwauliza wanayo mambo chungu nzima wanaweza kukorodheshea, na mengine ameyataja Bwana Nape na Bwana Bidau, kwamba alikuwa ni kiongozi anayetaka kuona mabadiliko yanatokea haraka, mtu aliyekuwa na ajenda mahususi kwa ajili ya taifa hili la Afrika Mashariki, mtu alikuwa hataki hata kidogo kitu chochote kikae kwenye njia katika ule mwelekeo anaotaka kwenda. Ndani ya muda mfupi amejaribu kufanya mageuzi makubwa sana katika kila eneo la nchi hiyo, sekta ya afya, huduma za jamii, kwa maana hiyo afya, elimu, uchumi na kadhalika. Lakini wale wa upande mwingine wanaona kifo chake ni kama enzi mpya ya kujaribu kubadili masuala ambayo wanadhani utawala wa Rais Magufuli uliyavuruga. Na wengi hapa wanazungumza zaidi swala la demokrasia, uhuru wa habari, nafasi ya watu kutoa maoni na kujieleza, ambayo kwa sehemu kubwa ilibinywa sana wakati wa utawala wa miaka kadhaa ya Rais Magufuli. Naam, turudi kwa Nape. Nape, wewe uliwahi kuwa hata waziri katika serikali ya Magufuli, kwa hivyo ulikuwa karibu naye sana. Nakumbuka wakati wa uchaguzi wa mwaka 2015 nilikuwa Tanzania, ulikuwa na usemi mkubwa sana pale katika CCM. Na ningependa kujua kulingana nawe utendakazi wake, manake kuna watu wanasema alikuwa makini sana, alafu na uunganishe na hili swali kwamba Suluhu sasa amechukua wadhifa huo wa kuwa rais. Unafikiria kutakuwa na mabadiliko ya kikazi? Kwanza kwamba alikuwa makini. Yes, alikuwa makini kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapenda kutafuta sana habari. Yaani alikuwa anapenda kutafuta taarifa. Mimi nimefanya naye kazi kama nikiwa katibu mwenezi wa chama, lakini waziri. Akikupigia simu Rais Magufuli, uwe na hakika kwamba anazo taarifa za kutosha juu ya jambo analokuuliza, analotaka tu apate kutoka kwako wewe ambaye amekupa dhamana. Kwa hiyo ni mtu alikuwa anapenda kutafuta taarifa, na nadhani alikuwa na vyanzo vingi sana, na ndio maana wakati mwingi alikuwa akifika maeneo ya shughuli alipokuwa akifanyia kazi, labda kwenye wizara au kwenye function fulani, mara nyingi alikuwa anawaumbua sana watu wake pale chini, kwa sababu wanampa taarifa alafu yeye anawaonyesha kwamba anajua taarifa kuliko zile wanazompa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sifa ya peke yake, na ambayo sasa ilifuatana na hiyo ambayo ameizungumza hapo mwenzangu, kwamba alikuwa hawezi kuvumilia mtu kusimama katikati kwenye maono yake. Yaani kwamba akiwa anataka kwenda mashariki, chochote kinachosimama mbele katikati yake ilikuwa ngumu sana kuweza kukivumilia. Kwa hiyo wengine watayaona ni mapungufu, lakini wengine wanasema tulihitaji mtu wa namna hiyo. Sasa juu ya Mama Samia, kwanza namfahamu Mama Samia, nimekuwa msaidizi wake mimi. Nimefanya naye kazi, nilikuwa msaidizi wake kule Pemba na miaka mingi imepita, lakini nimekaa naye ndani ya kamati kuu ya CCM. Lakini kwa historia yake, mama lakini mkakamavu, imara, shupavu, hapa amefanya iko mifano mingi akiwa waziri, akiwa makamu mwenyekiti wa bunge letu la katiba hapa, na kazi zingine nyingi ambazo amezifanya. Lakini pia kitendo cha yeye kufanya kazi kwa miaka 5 chini ya Magufuli, bila shaka nayo ni shule ya kutosha.
Kwa hiyo moja, kutakuwa na mwendelezo wa mambo mengi mazuri ya Rais Magufuli, na kwa sababu kwa mfumo wetu sisi mambo mengi wanayoyafanya ni yale yaliyoandaliwa na chama. Kwa hiyo kutakuwa na mwendelezo. Ndio hili la kwanza la kuwatoa hofu watu kwamba kutakuwa na mwendelezo wa mambo mazuri. La pili, ninategemea kwamba pia kutakuwa na maboresho ya baadhi ya mambo. Kwa vyovyote vile haiwezi kuwa sawa na Magufuli alivyofanya. Kwa vyovyote vile hata ingekuwa kwingine kokote ingetokea mabadiliko ya namna hii, kungekuwa na maboresho fulani, kwa sababu bila shaka Rais Samia Suluhu Hassan atakaa chini, ataunda timu yake vizuri, atapitia yale yaliyofanyika, na bila shaka atapitia mapungufu, kwa sababu serikali hizi zinaongozwa na binadamu, sio malaika. Kutakuwa na mapungufu ya hapa na pale kama hayo yanayopigiwa kelele baadhi ya mambo. Mimi ni matumaini yangu kwamba Samia kwa hulka yake atafanya maboresho. Kwa hiyo atafanya bora zaidi kuliko pengine tulivyokuwa tukifanya. Mimi naamini yako maeneo atayagusa, na hata katika hotuba yake baada ya kuapishwa kwake utaona amesema ni wakati wa kuliunganisha taifa, ni wakati wa kufuta machozi, ni wakati wa kukaa pamoja, ni wakati wa kusonga mbele kwa matumaini mapya. Kwa hiyo unaona kwamba ni mtu ambaye anajua kwamba katika safari kuna kugongana, kuna kukanyagana hapa na pale. Ni mtu ambaye yuko tayari sasa kuyapitia na kuyaangalia na kutengeneza kasi nzuri ambayo itatufikisha kule tunapokwenda. Kwa hiyo kutakuwa na mwendelezo wa mambo mazuri, lakini nina matumaini kwamba kutakuwa na maboresho mazuri sana. Ndio maana mimi nimepata kusema mwanzoni kabisa kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ni zawadi ya Mungu kwa Watanzania. Maana yake ni mama ambaye amejifunza, amekaa na Rais Mkapa, amekaa na Rais Kikwete, amekaa sasa na Rais Magufuli. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa, na bila shaka atatupeleka mahali pazuri ambapo Watanzania tunatamani kwenda. Na Bwana Mwidau, unapoangalia huyu ni kiongozi wa kike kwa sehemu hii ya Afrika Mashariki wakati huu, hiyo inamwacha mwanamke katika hali gani kwa uongozi hapa Afrika Mashariki? Nafikiri jambo la kwanza, ukiangalia katiba hata ya Tanzania, ile wakati inapokuwa yataja swala la kutokuweko mtawala ndani ya nchi na nani ambaye atachukua uongozi, basi lazungumza kuhusu he will take over, the vice president, he will take over. Kwa hiyo mfumo mkubwa wa kisiasa na wa kitawala ni mfumo dume. Naam. Hata katika zile katiba zetu hatukudhania kwamba kutatokea mwanamke awe katika masuala ya utawala. Na ndugu yangu Nape ni mbunge, kwa hiyo ni wenye kutengeza katiba, na hakika atakapoipitia hii ataweza kuwajulisha wenzake kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuligeuza jambo kama hili. Lakini sasa tukirejea katika masuala ya utawala wategemea na mazingira ya kiongozi aliyemo ndani yake. Sasa tukimwangalia kama Mama Samia ana vitu vitatu muhimu katika masuala ya utawala. Tanzania ni nchi ambayo kwamba tukichukua mfano wa ndege, mtu yote aweza akawa rubani wa ndege. Lakini tofauti ya rubani mzuri na rubani wa kawaida ni jinsi anavyoweza kukumbana na hali ya matatizo katika mabadiliko ya hewa. Sasa katika Tanzania challenges kubwa ama changamoto kubwa iliyoko ni masuala ya kama vile ya muungano, masuala kama vile ya opposition, na kwa sasa kutokana na kifo cha ghafla cha Rais Magufuli itakuwa ni utekelezaji wa miradi ya mikakati ambayo ameiacha. Lakini tukimwangalia Mama Samia, yeye alipokuwa waziri katika muungano wa Tanzania alikuwa in charge katika masuala ya Zanzibar. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwamba ana ufahamu mkubwa katika masuala yaliyoko baina ya Tanzania bara na Zanzibar. Ikija wakati wa masuala ya opposition, kwa maana masuala yao mengi ni ile kuwa na tume huru za uchaguzi, Mama Samia alikuwa ndo naibu mwenyekiti wa bunge la katiba. Kwa hiyo masuala ya katiba ambayo kwamba yatakiwa yabadilishwe ili kuleta
uhusiano mwema na opposition pia yafahamu. Na ndugu yangu Nape alizungumzia hapa kwamba Mama Samia alikuwa ni msaidizi wa karibu wa Rais Magufuli. Kwa hiyo ile dira ya nchi katika masuala ya miradi ya kimikakati yaelewa vizuri sana. Sasa foundation ambayo amewekewa yeye ili ya kwamba kuna miradi kama vile ya bwawa la Nyerere ambayo kwa sasa 60% tayari lishakamilika. Ukiangalia masuala kama vile ya SGR, ile financing ile ya phase zote zile 5 zishakamilika. Phase ya kwanza na ya pili walitumia fedha zao za ndani, lakini phase ya 3, 4 mpaka 5 mkopo ushapatikana kutoka Ujerumani. Kwa hiyo amewekewa misingi mizuri ya utekelezaji, na anayo misingi mizuri ya utawala kumfanya yeye awe ni kiongozi ambaye huwezi kumfananisha na kiongozi mwingine yote wa kike katika Afrika, na wala huwezi kumtoa katika makundi ya viongozi ambao ni wanaume, kwa sababu amebobea katika masuala ya kitawala na ni mzoefu katika mambo ya kitawala. Kwa hiyo mategemeo yangu ni kwamba Mama Samia atapeleka Tanzania mahali ambapo ni salama. Naam, asante. Naona unajua leo ninahusiana na watoto wa viongozi wa zamani. Nape babake alikuwa waziri, wewe babako alikuwa mbunge. Kwa hivyo mnajua siasa za ndani. Chilumba, nataka wewe nao unasemaje katika sehemu hii ya utawala wa Samia? Ingawa wenzangu wanajaribu kuleta hisia za kutokuwa na shaka, lakini hatuwezi kuepuka ukweli kuwa kuna shaka kwamba iwapo rais mpya ataweza kwa sehemu kusukuma mambo ya kaida. Shaka hizo zipo, na bila shaka wakati utatuambia, kwa sababu kwa vyovyote vile Rais Samia si Magufuli. Kwa haiba na tajiriba na jinsi wanavyofanya mambo ni tofauti, na unaweza hata kuona katika miaka waliokuwa pamoja walikuwa ni viongozi wenye aina tofauti ya kuyatizama mambo, aina tofauti ya kuyashughulikia mambo. Rais Magufuli alikuwa ni mtu anayeamini kwamba lazima tutumie wakati mwingine nguvu ili mambo yaende. Aliyekuwa haamini katika majadiliano ya muda mrefu, jambo likisha kuwa linadhaniwa kwamba ni la muhimu kufanyika lazima lifanyike mara moja. Lakini Rais Samia ni mwanasiasa, ndio lugha naweza kuitumia. Ni mtu anayeamini katika majadiliano, mtu anayeamini katika kuzungumza kwa sauti ya upole, kuelekezana, akiamini watu wote ni watu wazima wataelewa. Kwa hiyo atapata changamoto kubwa sana kujaribu kushughulikia pande hizi mbili zilizozuka, kwa sababu changamoto itakayomkuta katika miezi hasa ya kwanza ni kwamba pande mbili ambazo zinadhani Rais Magufuli alikuwa ni kiongozi madhubuti na pande nyingine inayodhani kwamba Rais Magufuli alivuruga kwa sehemu fulani utaratibu wa kuongoza nchi zitajaribu kumfananisha Mama Samia na Rais Magufuli. Sasa itakuwa ni pande mbili zinazojaribu kushinikiza Rais Samia achukue mkondo upi. Ikiwa atachukua msimamo laini kuelekea masuala tofauti ya kiutendaji na kiuongozi na hata demokrasia, wale waliokuwa wanamuunga mkono Rais Magufuli watamnyosha kidole la kusema tulijua kwamba hataweza kufuata nyayo za Rais Magufuli. Na ikiwa atachukua upande huu mwingine wa kusema sasa, kwa mfano masuala ya demokrasia, masuala ya kupokea watu hadharani ama kuwatumbua, kuwafukuza kazi kama hawakumbuki rekodi kuhusu bajeti na kadhalika, wengine watasema nadhani huu ndio mwendo mzuri, vitu kama hivyo. Ama kama atachukua kabisa msimamo wa Rais Magufuli upande huu watachukia, watasema naona mambo ni kama yale. Kwa hiyo yuko katika changamoto kubwa, lakini kwa sababu kwa haima sio Rais Magufuli, Mama Samia kwa nadhani anakabiliwa na changamoto kubwa sana ya kujaribu kuleta uwiano kati ya pande mbili zinazoamini njia na mitindo ya uongozi alikuwa akitumia Rais Magufuli ndio sawa, na wale waliokuwa wanadhani kwamba utaratibu aliokuwa akitumia Rais Magufuli ni wahovyo kwa kweli. Sasa atafanyaje? Kwa kweli nadhani ni swali la kusubiri, kwa sababu tunabidi tumpe muda, manake
Manake hao watu walikuwa ni wawili tofauti, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, hata katika wakati wa kuongoza ulikuwa unamuona Mama Samia akifika sehemu ni tofauti na Rais Magufuli, kwa jinsi atakavyozungumza na watu, atakavyotoa maelekezo, atakavyoamrisha. Sasa kwa miaka mitano ilionekana kama wote kama liko kundi kubwa la watu linadhani kwamba mambo yalikwenda wakati wa utawala wa Magufuli kuliko ilivyokuwa nyuma, kabla Rais Magufuli hajaingia madarakani. Huenda ni wazi kwamba labda ili Tanzania iende ilikuwa inahitaji kipindi cha mpito cha mchaka kama ambacho alikiongoza Rais Magufuli. Na sasa kama tutarudi nyuma kidogo na kupunguza hiyo kasi ya mchaka ya kufuatilia, ya kujua nini kinakwenda vipi, wizara gani inafanya nini, swala hili limefikia wapi, fedha tunazo kiasi gani, kodi inakusanywa kama inavyokubalika, kwa kweli Rais Samia atapata wakati mgumu katika siku za mwanzo. Atatafuta njia ya kufanya, naamini, lakini itamchukua muda kiasi. Hayo ni mimi ndio nadhani ninapoitazama. Sioni kama kutakuwa na uwepesi kwake, kwa sababu anayo changamoto kubwa ya kujaribu kujiweka katika mizani kati ya hizi pande mbili ambazo zitakuwa zinamfananisha na Rais Magufuli ama kumtofautisha na Rais Magufuli. Ndugu Paul, kwanza nataka kuongeza kitu kidogo hapo. Naam. Ilikuwa ni nafikiri wa viongozi wa serikali na viongozi wa upinzani, matumaini yao kuhusu mwelekeo wa Mama Samia hautabadilika. Na naweza nikatoa mfano mdogo tu. Wakati kiongozi wa upinzani ndugu Tundu Lissu alipokuwa akitibiwa Nairobi, wakati ule ulikuwa ni wakati wa utata baina ya upinzani na serikali. Mama Samia alikuja Nairobi, na katika msafara wake Nairobi alipata wakati wa kwenda kumwangalia Mheshimiwa Lissu katika hospitali, ambapo ile lisingekuwa ni tegemeo la kawaida kwa viongozi wa serikalini kwenda kumwangalia mpinzani ambaye alikuwa aonani ni kama pamba na moto na rais wa nchi. Kwa hiyo matumaini ya upinzani na matumaini ya viongozi wa serikalini sidhani kwamba yatakuwa ni yenye kupingana, kwa sababu wanamjua tayari msimamo wake, pengine mwelekeo wake, pengine na dhana zake zitakuwa ni tofauti na Rais Magufuli. Naam, asante sana. Tuchukue mapumziko, tunajadili swala hili la utawala mpya wa Tanzania. Tunaye ndugu Nape Nnauye, huyu ni mbunge wa Lindi kule Tanzania na vile vile mwanachama sugu wa CCM. Hali kadhalika tunaye bwana Mwidau Amin, msomi huko Canada, na vile vile tunaye Rashid Chilumba, kijana anasema kama redio, lakini ndio hivyo, yeye saizi yuko Tanzania lakini mara nyingi yuko Ujerumani. Mimi ni Paul Nabiso, tunachukua mapumziko alafu tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu.